Kadhalika wa min alhidayati ila ad-dalal, mtu tahamaki unamuona katika uongofu anaelekea katika upotofu, fahuwa darajatun wa darakat, basi hiyo ni darajat. Manake daraja ni kwenda juu, ndio maana pepo aljanna laha darajat, pepo ina daraja sawa, wan naru lahu darakat, lakini moto una nini? Una darakati. Nini maana yake darakati? Maana yake ni tabaka. Maana yake nini tabaka? Maana yake ni kutoka juu kwenda wapi? Chini. Ile katika moto kila mtu akiwa chini, huyo ndo nini? Ndio muovu zaidi. Ndio Allah akasema innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira, kwa wanafiki wanakuwa katika tabaka la mwisho la motoni, kwa sababu ndio waovu kuliko hata makafiri. Imeleka kwa mtu unamkuta darajati anapanda, kisha darakati, kisha bani anateremka. Hii hatari. Faidha taraja almar'u, basi pindi mtu anaporejea, ndo taraja ni ile kurejea, akarudi nyuma mtu, ila alwara, akarudi nyuma katika maasi, yukhsha alayhi, mtu huyu anachelewa, yeye anaogopewa. Hii chapa baadhi ya sehemu ina makosa, kwa tarekebisha. Yukhsha alayhi, anachelewa mtu huyu na kuogopewa, min su'il khatima, kutokana na mwisho mbaya. Ndugu zangu Waislamu, mtu ile kuwa na mwisho mbaya si jambo tu la bure bure. Ile kuwa na mwisho mbaya ni kuwa na nini? Ni kuwa kuna baadhi ya vitu ulikuwa anavifanya, ndio Allah akamjalia mwisho mbaya. Katika vitu hivyo ni hichi. Sababu ya mtu kuwa na mwisho mbaya, akamkuta mtu katika firashul maut, yuko katika kitanda, anatoka roho, anaagizishia sigara, niletea pasipoti yangu. Aitwa nini? Sposi. Niletea sposi yangu, niletea kinyota, sigara nyota, sijui kaliko ile, haina mbele wala nyuma, nasikia iko ile kibaya sana, nasikia kisigara kile. Niletea sigara yangu nyota, yuafa huyo, agizishia kisigara nyota. Au tumbaku yangu yuwapi? Hii ni mbaya sana. Hii yote ni kutokana na nini? Ni mtu baada ya kuwa mwema tu, baada ya Ramadhani wamkuta huyo atafuta disco, ajipenyeza, afungua YouTube, angalia mambo ya upuuzi na mambo ya kijinga na kupoteza muda. Anasema wal ma'lum, na jambo ambalo linafahamikiwa na kujulikaniwa, anna al-a'mal, hakika matendo, bil khawatimi, inaangaliwa mwisho. Yani mtu haangaliwi mwanzo ameanza vipi, sijui mwanzo alikuwa mbaya, akilewa ni mlevi, sijui alikuwa nini, mwisho amefariki vipi. Hili ndio ambalo linaloangaliwa. Fa'an Sahal ibn Sa'd, kutoka kwa Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ar-rajula, hakika ya mtu, la ya'malu amala ahli an-nar, atafanya matendo ya watu wa motoni, wa innahu min ahli al-janna, na hakika yeye katika watu wa peponi. Mwanzo ataanza matendo ya watu ya waovu, watu wa motoni, lakini mwisho atamalizia matendo ya watu wa peponi. Wa ya'malu amala ahli al-janna, na atafanya matendo ya watu wa peponi, ataingia peponi. Kadhalika anasema wa ya'malu amala ahli al-janna, na kuna mtu mwingine atafanya matendo ya watu wa peponi, wa innahu min ahli an-nar, na yeye ni katika watu wa motoni, wal iyadhu billah. Umeelewa maana yake nini? Mwanzo utamkuta ni mtu wa salah, mtu wa wema, anafanya matendo mazuri, lakini mwisho anamalizia mambo mabaya, anafariki hivyo hivyo. Wa innama, na hakika si vinginevyo, al-a'malu bil khawatim, matendo huzingatiwa mwisho. Safari ni mwisho jamani, sio mwanzo. Mtume alayhi salatu wassalam akasema maneno, leo muislamu jibaba jizima Ramadhani walewa, wewe enda kufunga wapi? Wewe enda kuswali wapi? Jibaba jizima unakera mtu, mji mzima unawakera watu, unawaudhi. Mimi ni mgonjwa. Ndio mgonjwa, lakini wajizidisha ugonjwa. Acha mirungi hiyo na tembo na vidonge, usiudhi. Vijana wadogo leo wakuta tayari akili hawana tena, wamsalimia jitu limekaa hivi, limekaa kama kisalamu fulani hivi, walipita walisalimia mara 3, alikuitikia likaa hivi, lishakula vidonge 100. Utasema laumwa, la vidonge hata la starehe hili au la jiua. Akili haziko tena wallahi. Kwa Mtume alayhi salatu wasallam akasema, wa innama al-a'malu bil khawatim, hakika si vinginevyo matendo huzingatiwa mwisho wake. Huangalii alikuwa mwizi hivyo yule, sisi hatuangalii mwanzo.
mwisho amefariki vipi, uzee wake na jitu baya na ovu, kama kusema al-Imam Ibn Qayyim, aghba an-nas, mtu mjinga na mwenda wazimu katika watu wote katika ulimwengu huu, man dhalla at-tariq, ni yule aliyepotea njia, waqad qaraba al-manzil, na tayari ameshakaribia nyumba. Maana yake nini? Ameshakaribia kwao, ati mtu apotea kwao ni konde, kashafika kiungani, Messi kuji hivyo nyumbani kaafika Kipange. Wewe vipi? Hili ndio jitu baya sana, jitu kumbavu. Maana yake nini? Maana yake ni kinaya ametumia al-Imam Ibn Qayyim katika al-Fawaid, katika kitabu chake. Maana yake ni mtu anakaribia kuota mvi na kukaribia katika kaburi, bado yeye anadhulumu. Mara kashachukua shamba ya huyu, mara kashakopa hapa halipi tena, mara kashaiba hapa, mara kashakunywa tembo, mara bangi, mara kashakula hivyo vidonge, mara nini. Wewe tubia, innamal a'malu bil khawatim. Na hapa usione pia ingia washirikina, waganga na waache uganga Sasa mbona kanashika watu wa tembo tu, na waganga pia. Hirinzi ziacheni tena. Mbona Ramadhani ilikuwa hamuchagawi? Mbona Ramadhani hamupigi uganga? Mbona Ramadhani hamwendi kwa waganga? Mbona sasa mshaanza wazee tuangalieni tumfanywa nini? Mfanywa nini gani? Fanyeni kazi, hakuna kitu mlichofanywa hapa. Na mambo yenu ya kipumbavu temia sasa yashakuja kule Dar es Salaam, hati kuna watu ati wasema ukigusa watu ati umeondoka. Nani kawaambia upumbavu huu bwana? Ati kanishikwa bega uume haupo, nani kasema? Wewe njoo shike mabega ya watu wa sunna tamara 100. Umeondoka, nani anakuambia? Si ujinga huu. Mshaona upumbavu huu? Mshaona nyinyi katika mitandao ya kijamii sasa hivi? Ujinga. Ati kashikwa bega kajiangalia hana uume. Ndio nini? Shirki, kuitakidi ushirikina na mambo ya kipumbavu. Ati saizi wavaa nini? Wavaa raba bendi na nini? Pini. Maana yake nini? Ati raba bendi na pini ndio ifunga, ndio wafunga umeo usijichukuliwa. Akili za hizi akili za kijinga, pumbavu kabisa. Hii yote kutokana na nini? Hawana tauhid, hawataki kusoma dini yao. Akili zimeoshwa nyeupe kama alfajiri, hawataki lolote kusikia katika dini. Allahu musta'an. Naam, tayyib, barakallahu fikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abi Hurairah, Allah miradhi, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna ar-rajula, hakika ya mtu, la ya'malu az-zamana at-tawil, atafanya matendo muda mrefu, bi'amali ahli al-janna, matendo ya watu wa peponi, thumma yukhtamu lahu amalu bi'amali ahli, thumma yukhtamu lahu amaluhu, kisha zitahitimishwa yeye matendo yake na Allah, bi'amali ahli an-nar, kwa matendo ya watu wa motoni. Hii ni kutoka kwa nani? Kutokana na ile desisa, mambo ambayo machafu na mabaya katika moyo wake. Allah anamjalia nini? Mwisho muovu. Allah hakujalii mwisho muovu isipokuwa ni ule moyo wako anauangalia. Wa inna ar-rajula, na hakika ya mtu, la ya'malu az-zamana at-tawil, atafanya matendo muda mrefu, bi'amali ahli an-nar, matendo ya watu wa motoni, thumma yukhtamu lahu amaluhu, kisha atahitimishwa yeye matendo yake, bi'amali ahli al-janna, kwa kufanya matendo ya watu wa peponi. Mwanzo mtamwona afanya matendo ya watu wa motoni, mwisho Allah anamjalia mwisho mwema. Na sisi tunaangalia mwisho, hatuangalii mwanzo mtu ametoka vipi. Anasema hadhihi nusus, dalili hizi, wa ghairuha, na zisizokuwa hizi, tabayyana lana, ngoja tabayyana, tabayyana yatabayyana, ndio labda yatabayyana, lakini tabayyana lana, imebainika kwetu sisi, anna al-ibrata, hakika mazingatio, laysat bima ya'maluhu al-mar'u fi hayatihi, mazingatio si yale ambayo matendo anayofanya mja katika uhai wake, bal bima yukhtamu lahu, bali mazingatio ni kwa kile ambacho amehitimishwa nacho. Mwisho wake ilikuwa ni upi huyu? Hichi ndo ambacho ni mazingatio, kinachozingatiwa. Wayamutu alayhi, na kile ambacho atakachokufa nacho juu yake. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ikasema, yub'athu kullu 'abdin, atafufuliwa kila mja, ala ma mata alayhi, juu ya lile jambo ambalo amekufa nalo. Amekufa na chumba la tembo,
atafufuliwa na chupa la tembo. Amekufa na baula so, atafufuliwa na baula so. Na hapa si maana katika lile tukio mtu amekufa huko kiuyu anywa tembo au katika dumba au mziki, atafufuliwa hivyo hivyo. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili wanasema shurahul hadith, maana yake lile jambo ambalo amefilia nalo katika uhai wake. Ilikuwa mwanafunzi wa dini, Allah atamfufua katika zumaratul ulama, atamfufua katika jopo la wanachuoni. Si lazima mtu afe katika kiti cha elimu au afe na msafu. Maana yake mwisho wake ilikuwa nini? Mwisho wake ilikuwa mwanafunzi huyu wa dini, basi Allah atamfufua na maulama. Umeelewa? Mwisho wake ilikuwa akinywa tembo, atafufuliwa na tembo. Tafsiri ngapi? Mbili. Ya kwanza maana yake katika lile tukio atakalokufa nalo ndo anafanya nini? Atafufuliwa nalo. Vipi wale ambao wanakufa na vimada? Mtu yuwafa yuko katika geto yu juu, mtihani kwa kweli, subhanallah. Au mtu yuwafa na hirinzi. Naona huyu aliyekufa geto yu juu, hii ni dhambi kubwa, sio? Huenda Allah akamsamehe. Huyu aliyekufa na hirinzi, je? Shirki, motoni milele. Kafa yuko mganga, kafa amali yake ni uganga, ni uchawi. Manake Allah manake ala alhalati allati mata alaiha, Allah atamfufua katika ile hali ambayo amekufa nayo. Ndio maana Waarabu wanasema man aasha ala shay'in, yoyote atakayeishi juu ya kitu fulani, mata alaihi, atakufa juu ya kitu hicho. Umeelewa? Ameishi katika kupenda mpira, atakufa na mpira wake. Ndio hivyo. Wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi, na atakayekufa juu ya hilo jambo alikuwa akilipenda, Allah atamfufua juu ya jambo hilo. Kwa tuchungeni ndugu zangu wasi. Falmawdu' khatirun jiddan, basi topiki hii ni hatari sana. Topiki gani? Alhawr ba'da alqawr, wa muhimun, na ni muhimu sana fi ghayati alahammiyah, katika ukomo kabisa kutilia umuhimu. Fala yash'uru ahaduna, wala basi asihisi mmoja wetu, bi annahu, kwa hakika yeye, ishtaza alqantarata. Ishtaza maana yake ni ile kuvuka. Asihisi kwa yeye ameshavuka alqantarata, daraja. Alqantara maana yake ni aljism, daraja. Tayari shavuka daraja. Bwana ni mtu wa sunna. Bwana mimi navaa kanzu kila wakati. Bwana mimi ni ustadhi wa madrasa. Jambo haliko hivyo. Akajiona ishtaza, maana yake salakaha qata'aha, tayari ameshavuka daraja. Wa wasala ila birri al-aman, kwa yeye tayari ameshafikia katika wema wa amani. Mimi nina amani bwana. Kwa sababu gani? Bisababi iltizami, kwa sababu tu ati yeye amelazimiana na dini, kwa ndo hatopondoka. Mtu asijiaminishe. Wa amina min ad-dalal, na akajiaminisha min ad-dalala, kutokana na upotevu. Siwezi kuingia katika upotevu, siwezi kupotea. La hasha, sio hivyo jambo. Kalla. Wa min al-hawri ba'da al-kawri, kadhalika akajiaminisha kutokana na hauri ba'da al-kawr. Fathabitu, yule mwenye kuthibitisha basi, min Allah azza wa jalla, yule mwenye kuthibiti katika haki. Hili jambo linatoka kwa Allah wahdahu, jalla wahdahu, Allah aliyekuwa peke yake ametukuka, yeye ndio alimthibitisha mtu. Wa huwa ta'ala, yeye huyo Allah aliyekuwa ametukuka, thabbata nabiyahu sallallahu alayhi wasallam, yeye ndio alimthibitisha mtume wake. Bali katika aya Allah anasemaje? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli athabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Yeye Allah ndiye mwenye kuwathibitisha watu na kuwathibitisha waumini, na yeye ndiye aliyethibitisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza wa jalla, akasema Allah aliyekuwa ametukuka, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Allah anamwambia mtume wake, anamkumbusha hii neema, walaula an thabbatnaka, lau indikuwa Muhammad hatukuthibitisha wewe katika haki, ai ana alhaq bil isma, tuwakuthibitisha wewe katika haki kwa kuhifadhi. Laqad kitta tarkanu ilayhim, kwa hakika hasa kitta ai qarabta, ilikuwa umeshakaribia. Tarkanu ilayhim ai tamilu ilayhim, ilikuwa umeshakaribia kubili kwa wao makafiri.
tayari ilikuwa umeshakaribia kumili kwa wao shay'an qalila, ay rukunan qalila, sehemu ndogo tayari tushakuona moyo wako ilikuwa ataka kumili wewe Muhammad, lakini Allah akakuthibitisha huku ingia katika upotevu na katika kufuru. Ikiwa mtume anathibitishwa na Allah, wewe nani mimi naye yakhe kake mfaki na kombo? Tunahitaji dua. Kwa nini? Li shiddati ihtiyalihim wa ilhahihim, hii ni kutokana na shida ule uzito hawa makafiri wa Quraysh. Ihtiyalihim, hila zao ilikuwa ni nyingi, vitimbi vyao. Wa ilhahihim, na ile ilhah ni ile yani kila wakati wanamuomba mtume tushirikiane, yani wanarejea. Allah akamthibitisha mtume wake. Walidhalik, na kwa ajili hiyo, allamana sallallahu alaihi wasallam, ametufundisha sisi mtume sallallahu alaihi wasallam bi an nad'u Allah ta'ala, ili tumuombe Allah aliyekuwa ametukuka, an yuthabbitana ala din, atuthibitishe katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua gani? Wa kana yaqul, na ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, thabbit qalbi ala dinik, ithibitishe moyo wangu katika dini yako. Na mkiwa wingi utasema thabbit qulubana ala dinik, ya Allah tuthibitishe qulubana, nyoyo zetu katika dini yako. Hii dua ni muhimu sana kwa Muislamu aihifadhi, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ala sujudi, ilikuwa akithirisha katika sujud, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ilikuwa katika sujudi, ilikuwa akithirisha sana. Kadhalika hii dua katika hichi kitabu ambacho tumesoma, Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawri, mtu atakiwa kithirishe sana. Hadithi amepokea Imam Ahmad wa Ibn Majah al-Qazwini, wa kana kathiran ma yaqulu fi qasamihi, na ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha sana katika viapo vyake. Qasamihi ay al-yamin, ani kana yamin an-nabi, ilikuwa kiapo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, akimaliza kuapa akisema wallahi, na hapa na Allah, la wa muqallibal qulub, na yule ambaye mwenye kuzigeuza nyoyo. Kwa nini wanasema wanachuoni? Litakid ala Allah, kutilia msisitizo kwa Allah. Kwa hiyo akikithirisha hata katika viapo vyake kuomba hii dua. Pia kuna dua nyingine yenye kufanana na hiyo. Ni ipi? Ni hii, wa kana min duaihi, na ilikuwa miongoni mwa dua zake mtume alayhi salatu wassalam, Allahumma, ewe Mola wetu mlezi, musarrifal qulub, mwenye kuzigeuza nyoyo, sarrif qulubana, basi zigeuze nyoyo zetu, ala ta'atik, katika kukutii wewe. Huyu ni mtume alayhi salatu wasallam, amesamehewa madhambi yake, ma taqaddama ma ta'akhkhar, yaliyotangulia na yaliyochelewa, lakini anakithirisha hizi dua kwa sababu moyo, innal quluba baina asabi'ir rahman, kwa sababu nyoyo ziko baina nini? Vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibu kaifa yasha. Allah anazigeuza nyoyo vile anavyotaka. Leo mtu aweza kuwa ni shekhe, ustadhi, mtu mwenye kuaminika katika jamii, ghafla amepondoka. Kwa atakiwa tukithirishe, mtu asighurike na kuwa mimi siwezi kupondoka. La, tukithirishe hizi dua ambazo tumezisoma, ili Allah tuthibitishe katika haki. Tunamwomba Allah tuthibitishe katika haki na katika Uislamu mpaka kukutana na yeye, na tujalie mwisho mwema. Na kufikia hapa itakuwa tutafikia hapa inshallah, tutaendelea kesho. Allahu aalam, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.